Mnaliona hili shina? Hili ni shina la mche wa iliki. Hili unaloliona lilokaa hapa ni shina la mche wa iliki, ambazo iliki hizi zina miaka 4 na hapa tumeshavuna zaidi ya mivuno. Kwa shina kama hili hapa tumeshavuna mivuno miwili. Tumeanzia mwaka jana ndipo lipoanza kuzaa. Kwa huu ni mche wa iliki, nao unapatikana katika milima hii ya Uruguru. Ndivyo iliki inavyozaa, unaiona kama hivi. Hivi ndivyo iliki ambavyo inazaa. Hapa imezaa na bado inaendelea kuzaa, lakini hii bado haijakomaa, inaendelea kukomaa. Na ndivyo iliki jinsi ilivyo, ni mche tu unaupanda kama huu mmoja. Ukishaupanda mmoja, wenyewe unaanza kutoa matoto. Kwa hiyo kadri unavyozidi kutoa matoto katika rutuba nzuri, ndivyo na wenyewe unavyoongeza makole ya kubebea hizi iliki. Kwa hiyo iliki hizi zinapatikana katika milima hii ya Uruguru, especially katika kijiji hiki cha Amini. Na huu hapa ni mmoja wa mradi wetu wa shule wa EK ambao upo katika milima hii ya Uruguru, ambapo tulipanda na wanafunzi kwa lengo la kutusaidia kulingana na mazingira yetu. Tuna shamba kubwa, tuna mashamba makubwa yasiyopungua 3 ambao tumepanda haya mazao ya iliki, mazao ya viungo tumepanda pia. Kuna siku nyingine nitapata wasaa wa kwenda kuonyesha mazao ya miti ya matunda kama vile miembe tumepanda kulingana na mazingira yetu. Hii ni miliki. Kwa hiyo ukiangalia miliki tumepanda chini ya kivuli, ambacho kwenye kivuli huku kunasaidiana na vitu vingi, kwa sababu iliki haipendi kukaa sehemu ambayo haina kivuli. Kwa hiyo tumepanda chini ya miti ili kivuli kiendelee kuwepo na iliki iendelee kuzaa. Iliki iendelee kuzaa. Hauwezi ukaipanda kwenye shamba ambalo lipo penuni. Itazaa ndio, lakini itakuwa kidogo kama ina shida. Unaliona hili shamba jinsi lilivyo? Yes, unaliona? Tuendelea nalo tukiwaonyesha. Haya ni mazao ya iliki. Jamaa sema leo tu hali ya hewa sio nzuri, mvua, lakini nataka niwaonyeshe iliki namna gani jinsi inavyozaa. Kwa nyinyi watu ambao mpo katika mikoa ambayo zao la iliki hamlijui, ila mnajua kutumia viungo vya iliki, mkienda sokoni unakuta kama hivi. Unaiona? Hii ni iliki. Ni iliki. Ukiangalia huko mashina hayo yote ni ya iliki, na hapa tumeshaisafishia katika mashina. Tunaisafishia hivi kwa lengo lipi? Tunaisafishia kwa lengo haya makole yawe na uwezo wa kuzaa iliki. Na mwaka huu iliki iliweza kupanda bei kutoka shilingi 18,000 ikaenda 20,000, ikapanda 30,000, ikaenda 40,000, mpaka dakika za mwisho kilo moja ya iliki ilikuwa inatembea shambani shilingi 50,000. Kwa hiyo ukilima shamba lako lenye wastani wa eka moja au robo eka, una uwezo wa kutoa hata kilo zaidi ya 50 au kilo 30, 40 kwa mchumo mmoja. Yaani nikisema ni chume kwa mara moja tupite shambani tuokote, tunaweza tukaokota hata kilo 30, 40. Sasa zile ukiziuza ndio unaweza ukapata hizo pesa. Lakini sisi kama shule tulipanda maeneo haya yote ambayo yalikuwa ya wazi. Tuliamua kupanda hizi iliki kwa lengo la kutusaidia katika majukumu madogo madogo ya shuleni. Yes, ni hivyo tu kwa leo.